Klabu ya Al Ahly imepigwa rungu kususa mechi yake dhidi ya Zamalek, na ni mchezo ambao ulikuwa unatazamwa kama dabi ya Cairo, wala kitu ambacho watu wengi waliweza kureflect na mchezo wa Simba na Yanga. Taarifa rasmi kutoka shirikisho la vilabu nchini Misri kwamba Zamalek imepewa ushindi wa mabao matatu na alama tatu baada ya Al Ahly kutotokea uwanjani kwa kutumia kifungu cha kanuni cha 4 ibara ya 17 kwenye sheria za kanuni za mashindano nchini Misri. Sambamba na hilo, Al Ahly wamekatwa alama tatu zitakazochukuliwa mwishoni mwa msimu, huku pia wakiagizwa kulipa gharama zote za kibiashara pamoja na gharama za warusha matangazo sambamba na gharama nyingine za ziada kwa mujibu wa kifungu cha sheria 817. Licha ya hivyo vyote kufanyika, Al Ahly wao wamepeleka malalamiko yao kwa kamati ya Olympic nchini humo, ambayo ni chombo ambacho kinasimamia malalamiko na kero mbalimbali za vilabu nchini Misri. Ni kama mahakama ya kimichezo nchini Misri, ambapo shirikisho la soka nchini Misri ikisubiri majibu ya sakata hilo kwamba mambo yatakuwaje. Na sababu kubwa ya kushindwa kutokea kwa Al Ahly kucheza hiyo dabi ni kutokana na shirikisho la mpira kutoleta waamuzi kutoka nje ya Misri. Hali hiyo ikawafanya Al Ahly kutofika kwenye mchezo huo dhidi ya Zamalek. Hivyo basi, kutokana na hali hiyo imesababisha upande wa upinzani kupewa alama tatu na magoli matatu ili iweze kuwafunzwa kwa timu zingine. Kwa hiyo pia sakata kule linaendelea. Tuone mambo yatakuwaje kutoka kwenye kamati ya Olympic. Wao wataweza kutoa taarifa rasmi sasa nini kimeendelea, lakini tulisikia pia upande wa Al Ahly nao wakiahidi kwamba watarudisha viingilio vya mashabiki wote ambao walikuwa wanakuja kwenye mchezo ule, na tumesikia sasa hapo pia bodi ya ligi nchini Misri ikitaka Al Ahly kulipa gharama zote za matangazo ambazo mashirika mbalimbali yalikuwa yanataka kurusha ule mchezo na gharama zingine nyingi za maandalizi kwenye dabi ile ambayo Al Ahly alikimbia. Lakini pia hapa nchini Tanzania tuliona bodi ya ligi ikiyeyusha dabi ya Kariakoo. Wewe kwa upande wako ulikuwa na maoni gani ukiangalia hiki ambacho kinaendelea kutoka pale nchini Misri, lakini pia na hiki ambacho kinaendelea ndani ya ardhi ya Tanzania? Wao kule bodi ya ligi inasubiri majibu kutoka kwenye kamati ya Olympic, ambayo hiyo ni kama mahakama ya kimichezo pale nchini Misri, lakini hapa tunaisubiri bodi ya ligi itoe tarehe maalum ya mchezo huo. Kuna vitu viwili viko tofauti hapa. Wewe kwa upande wako ulikuwa una maoni gani? Kule kuna kamati ya Olympic ambayo inajitegemea kusuluhisha masuala ya kimichezo kutoka kwenye vilabu pamoja na shirikisho la mpira, lakini huku tuna bodi ya ligi pamoja na TFF. TFF imeizaa bodi ya ligi. Bodi ya ligi inasubiri kutoa majibu. Yanga imeandika barua imepeleka kwenye bodi ya ligi na TFF. Nisizungumze sana maana tena wenyewe inanichanganya.